Niliona barua zikiandikwa kutoka taasisi kubwa sana ya kidini ambayo pia ina influence katika serikali. Niliona barua ya kwanza ikipelekwa kwa kiongozi mkuu wa serikali, na hiyo barua naliona imebeba maonyo. Hayo maonyo alilenga kwa habari ya uchaguzi ujao mwaka 2025. Kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe. Lakini hiyo taasisi wengi wanaifahamu. Ni TECU ni nini? Kuna kitu kama TECU? Maana yake nini? Kirefu chake. Haya, mimi sijui, yani niliona ile barua imeandikwa TECU. Sasa barua ya kwanza ilikuwa maonyo. Baada ya hapo ikafuata barua ya pili na ikafuata barua ya tatu. Baada ya kufika barua ya tatu, nilisikia sauti ikiniambia, sasa ukamilifu umekaribia kuwadia. Unajua kuna barua za appreciation na kuna barua za nini? Za maonyo. Wale msiofahamu, the fact kwamba unamwona mtu amesimama kwenye kiti cha mamlaka, kuna mtu nyuma yake aliyempa authority ya kuikalia hicho kiti. Whether unamjua ama mjui, ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe sana. Na mwenye hayo mamlaka, siku akiona utendaji kazi wako sio mzuri, anasema ukateni mti huu, uondoeni kwenye nini? Kwenye kiti. So unashangaa aliyekuwa amekalia kiti hata bila ridhaa yake, anashangaa ametenguliwa, mwingine anafanyaje? Anakikalia. So hizi ni vita za viti vya enzi na watu wanaoweka watu kwenye viti vya enzi. Mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko.